jinsi ambavyo mnaratibu majukumu mbalimbali. Lakini pia nipongeze kwa Mheshimiwa Rais political will, utayari wa Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba investment na uwekezaji mkubwa unafanyika kwenye sekta ya madini. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi na mambo machache ya kuchangia. Jambo la kwanza ninalotaka kuchangia ni kwenye kitu kimoja kinaitwa local content. Local content, Mheshimiwa Waziri, kwanza ni kushukuru na nikupongeze. Kama kijana umeonyesha nia ya dhabiti kuwatetea vijana wa Kitanzania, kuhakikisha kwamba local content ya nchi yetu inalindwa, inasimamiwa na inabaki kuwa sehemu ya Watanzania. Na moja kati ya kauli yako umeongea kwenye mimbari hapa ni kwamba utadhibiti bidhaa zote ambazo zinatoka nje ambazo zinaweza kutolewa na Tanzania zitolewe na Tanzania kwa 100%. Hili ni jambo kubwa, kama vijana tuna appreciate, kama vijana tunatambua kwamba kama wizara imeamua kabisa kuunga mkono kwenye local content. Mheshimiwa Waziri, ni jambo kubwa kama nchi, kwa sababu tuna rasilimali kubwa ya madini, na ukisoma kwenye ilani ya CCM inasema kwenye kitabu kidogo inasema hivi: CCM inatambua kuwa sekta ya madini ina nafasi ya kipekee katika kuchangia ukuaji wa pato la taifa, ukuaji wa fedha za kigeni na ukuaji wa uchumi kwa ujumla. Tafsiri yake anaenda chini anasema mtaongeza kufanya utafiti, lakini pia kutenga maeneo maalum kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Hii yote ambayo mnaifanya Mheshimiwa Waziri, kutenga maeneo kwa ajili ya wachimbaji wadogo, ni kwamba mnaisimamia ilani ya CCM na mnatekeleza kile ambacho pia Mheshimiwa Rais kwenye hotuba yake alisema, katika jitihada zetu za kuendeleza sekta madini tutapitia upya leseni zilizotolewa ili kubaini ambazo hazijaendelezwa na kuchukua hatua na kuzitoa kwa wachimbaji wenye nia ya dhati ya kufanya uendelezaji wa maeneo husika. Wachimbaji wadogo wamekuwa nguzo ya kutegemewa katika sekta madini nchini. Unafanya lile ambalo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alihutubia ndani ya Bunge, lakini pia Watanzania wamekuwa wakitegemea kutoka kwenu. Kwa hiyo nikupongeza sana kwa jinsi ambavyo mnalinda local content. Moja, mmeweka katika ukurasa wenu wa 37, ukurasa wako wa 87 hotuba, unasema mtalasimisha wachimbaji wadogo ili wawe na sehemu ya mnyororo wa thamani. Hili ni jambo kubwa, kwamba wachimbaji wadogo wamekuwa wakifanya kazi za uchimbaji kiholela. Kama wizara mnachukua hatua ya kwenda kurasimisha. Mheshimiwa Waziri, na uzuri wa Waziri wa Fedha leo yuko hapa. Na hili ni jambo kubwa. Hii budget ambayo mnaipitisha hapa, ambayo tunaipitisha hapa Mheshimiwa Waziri, ni budget ambayo mlitengewa kukusanya bilioni 124, lakini serikali imewapatia 8% tu ya budget. Mheshimiwa Waziri wa Fedha yuko hapa. Wizara hii ndani ya miezi 8 imekusanya bilioni 880, licha ya kwamba tumewapa 8% tu ya bajeti yao, lakini wamekusanya bilioni 880. Tafsiri yake, tukiwapa fedha Wizara ya Madini, tutakusanya fedha nyingi sana za kigeni kwenye nchi yetu, tutakusanya fedha nyingi sana katika maendeleo yetu. 8%, Mheshimiwa Waziri, ni fedha ambayo ni ndogo. Iangalieni kwa jicho la karibu Wizara ya Madini kuiwezesha, kuipatia fedha, kwa sababu bila fedha hatutawezesha utafiti, bila fedha hatutawezesha kuendeleza hiki ambacho Mheshimiwa Waziri anakifanya, kuhakikisha kwamba tunapata maeneo mengi ambayo ni ya uchimbaji. Kwa hiyo ninaomba sana, kama mmeweza kukusanya bilioni 880 ndani ya muda mfupi ya miezi 8 tu, basi tuiombe Wizara ya Fedha iwaongezee fedha, iwapatie fedha kwa wakati, ili mlituletee fedha nyingi za kigeni kwenye nchi yetu, na ili muweze kutusaidia kama taifa. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Waziri wa Madini, kama kijana tunakutegemea kwenye swala la CSR. Hii ni mandatory. CSR ni mandatory. CSR sio mtu anajifanyia kwa anavyojitakia. Nakupa tu utaratibu mmoja wa nchi ya Zambia, waliamua kwamba CSR yao wanaelekeza kwenye kujenga viwanja vya nchi yao, na kama wameisimamia ikafanya hivyo. Wewe kwenye CSR kwenye sheria ambayo umeipitisha mwaka 2023, ukiona kwenye sheria ambayo tumepitisha mwaka 2023, Mheshimiwa Waziri, sehemu moja anazungumza Waziri wa Madini hapa chini, amesema hivi, naomba ninukuu alichokisema. Anasema kama mtu, anasema hivi: mmiliki wa leseni ya madini atakayeshindwa kutekeleza masharti yaliyoainishwa chini ya kanuni hizi za CSR atakuwa ametenda kosa chini ya sheria na atachukuliwa hatua kwa mujibu wa kifungu cha 63 cha sheria, na amesaini tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2023. Mheshimiwa Waziri, tafsiri yake ni nini? Kuna watu wanafanya kazi hawatoi CSR, wanafanya vile wanavyojisikia wao. Mmekuwa malalamiko ya CSR ni makubwa. CSR itatupunguzia kwenye changamoto mbalimbali za mashule, kwenye vituo vya afya, kwenye maeneo mbalimbali. CSR sio hisani, CSR ni sheria. Tengenezeni utaratibu kupitia Tume ya Madini kuhakikisha kwamba mnaisimamia CSR iweze kuwasaidia Watanzania, iweze kufanya kazi ile ambayo imekusudiwa. Tofauti na hapo, tutafanya watu wachimbe madini waondoke, lakini hawako concerned na jamii yetu ambayo inakaa na madini hayo. Kwa hiyo tunatamani wizara hii isimamie CSR, isimamie CSR.
ili maeneo yote ambayo yanahusika na uchimbaji wa madini tuweze kupata. Sisi kama Makete tumepata fedha ya Barrick, walifanya vizuri sehemu fulani kwenye CSR. Tunatamani na migodi mingine iweze kuacha hiyo fedha, kwa sababu ni sheria na mmeitunga nyewe wenyewe. Lakini jambo lingine niweze kuipongeza wizara kwenye gold reserve. Mheshimiwa Waziri, Tanzania kihistoria na Watanzania lazima wafahamu, kwenye tumekwama kwa mara nyingi sana kuwa na gold reserve. Ni Dr. Samia Suluhu Hassan pekee mwaka 2024 ndiye aliyeweza kuwa na gold reserve kwenye nchi yetu. Toka mwaka 1997 ambapo tulikuwa na Mineral Policy ya mwaka 1997, lakini na Mineral Act ya mwaka 1998 tulijaribu kuwa na gold reserve tukashindwa. Lakini mwaka 2024 Dr. Samia Suluhu Hassan ametuwekea gold reserve ambao hadi sasa tunaelekea karibia tani 20, karibu tani 23 tunaenda kuzifikia, ambapo kihistoria, Mheshimiwa Naibu Spika, tunaenda kuwa wa 6 au wa 5 barani Afrika kwa kuwa na gold reserve kwenye nchi yetu. Ukiwa na gold reserve tafsiri yake nini? Unalinda shilingi yako, unalinda uchumi wako, lakini muda wowote jambo likitokea mnaweza mkauza gold reserve na mkafanya jambo lingine. Hili ni jambo kubwa katika nchi kuwa na gold reserve. Tumpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi alivyoamua yeye mwenyewe kwa maksudi ya dhati. Wamepita marais wangapi tumeshindwa kuwa na gold reserve, lakini kuwa na gold reserve ni ulinzi wa nchi yetu. Kuwa na gold reserve ni heshima kwa taifa letu. Kuwa na gold reserve inatupelekea kwenye taswira kubwa katika nchi ya katika uchumi na ukuaji wa taifa letu. Kwa hiyo hili ni kupongeza sana Mheshimiwa Waziri. Kubwa, mnahakikishia assurance wachimbaji wadogo kwamba kuna soko la kuuza. Wanapopata changamoto ya wanunuaji, BOT inahusika kwenda kununua. Hii mnawapa assurance ya soko, ni kitu kikubwa katika vijana wetu kwenye nchi yetu, ni jambo kubwa ambalo nitamani lichangie. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mimi kama kijana mwenzako niwaombe wabunge, wizara hii tuiunge mkono, tuwapitishie bajeti yao, tuwape fedha wakafanye hiki ambacho wamekifanya. Kama ndani ya miezi 8 wamekusanya bilioni 880 kwa fedha ambayo wamepewa bilioni 8% tu ya fedha aliyoiomba. Ni vema nikawashawishi wabunge wenzangu tuwaunge mkono na tukuunge mkono Mheshimiwa Waziri. Na sisi tuko tayari kukusupport na tuseme wazi kwamba kazi unayoifanya tunaiunga mkono. Hizo leseni ambazo zimefutwa zisimamie, Watanzania wapate haki na watendewe haki. Lakini zaidi Mheshimiwa Waziri, mna utaratibu mnaenda kufanya kwenye swala la ubia. Nashukuru kwamba mna mkakati kwa wale Watanzania ambao wanaingia ubia na watu wa nje katika uchimbaji wa madini. Mmeona changamoto ambayo inajitokeza, Watanzania wanapigwa na wanaumizwa. Mmeunda mkakati ambao unaenda kwa support, ikiwa ni kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na kanuni ambazo zinamlinda zaidi Mtanzania kuliko mazingira ambayo anakutana nao kwa sasa. Hili ni jambo kubwa kwetu na sisi kama Watanzania tunafurahi. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana Mheshimiwa Festo Richard Sanga.